ila hana muda na familia. Wakati wote yuko bize na ofisi, yuko bize na biashara, yuko bize na kazi, hajui chochote kuhusu watoto wake. Staff daddy. 5, mad daddy, baba mwehu. Huyu ni baba wa hasira, kelele wakati wote, daima anakemea, anawaudhi watoto, anakosoa. Yani pale nyumbani ni kama kituo cha polisi. 6, step daddy, baba wa kambo. Huyu hapa kuna baba wawili hapa. Katika hii kuna A na B. Hawa wapo aina wa mbili. Wapo ambao wanawachukulia watoto kama watoto wa kambo, hawajali kama watoto wa baba wa kambo. Lakini B yake apendi watoto kuona wanaonewa na wanaguswa kwa chochote. Yani wanalelewa watoto kama mayai vile. Huyu mimi namuita step daddy. Wa mwisho anaitwa real daddy. Real daddy. Huyu ni baba wa ukweli. Baba huyu ni baba anayesimama kwa zamu yake ipasavyo, anatoa mahitaji kwa familia, analinda familia, anatenga muda maalum kwa ajili ya familia, anakaa pamoja nao. Kwa ufupi, ni baba anayejitambua. Huyu tumpigie makofi. Tumpigie makofi huyu baba. Kwa hiyo tunatakiwa sasa kuwa real daddy, yani baba wa ukweli. Katika wale mababa waliotangulia, step daddy, alafu tuna mad daddy, staff daddy, empty promise daddy, professional daddy na sperm donor daddy. Hawa wanafanya kazi nyingine ambazo hazina manufaa kwa familia, wala hazina manufaa kwa jamii, wala hazina manufaa kwa Mungu, wala hazina manufaa kwa taifa. Halo? Kwa hiyo ni wakati wetu sisi kwenda kwenye mazungumzo. Nina dakika chache za mazungumzo kabla ya kuwakaribisha wengine wanaofuata katika salamu na jumbe mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu tukaiangalia. Wakati tunaangalia haya, niwapitishe kwenye vitu vingine kidogo. Pia kuna aina za wanawake kama za wanaume hawa. Halo? Niwagusie kidogo. Sasa kwa upande wa wanawake, sio nafasi yao, ila tutapata nafasi nafikiri. Kuna wanawake wasiokosa katika kila kitchen party. Sare yeye yumo, kila kitchen party yumo. Hao wana aina yao, si ndio? Wa pili kuna dictionary wife, yani wanawake kamusi, hawabadiliki, walisha kariri hicho alichofundishwa mwaka 47 ndio hicho mpaka leo, hawa wabadiliki. Kuna purpose wife, yani wanawake wachafu na wao wapo, wana tabia zao, sitazaja tena hapo. Kuna wanawake wanaowaona waume zao kama houseboy, na wengine inawezekana hapa mkawepo mnaoonwa hivyo. Lakini pia kuna wanawake wagonjwa, yani anakaa kwa kulalamika, ni kama hajiwezi, hawajui, hawajiamini. Lakini zaidi ya yote kuna wanawake security wife. Hawa ni wanawake wazuri sana, wanawalinda waume zao, wanawaheshimu waume zao, wanawaombea waume zao, wanawajali familia, ni waelewa, wanajiamini na wanatunza siri za familia, kama tunavyosoma katika Mithali 31:27. Hiyo ilikuwa dozi ya wanawake, haiwahusu sana. Sasa nichukue nafasi hii kuwapa muda wa mazungumzo na tafakari kidogo kabla sijaelekea katika sehemu nyingine. Kwa yale tuliyosikia, tunaelewa nini? Tunafikiri nini? Tumekwama wapi? Au hayana ukweli ndani yake? Karibu.